بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد. tukiingia katika risala ya atharul maasi ala al-fard wal mujtama, athari ya maasi kwa mtu mmoja mmoja, kadhalika wal mujtama na jamii kiujumla. Athari yake ni nini? Kitabu ambacho kimeandikwa kadhalika na Sheikh Ibrahim ibn Abdullah al-Mazrui hafidhahullah ta'ala. Na leo tutaangalia atharul maasi ala al-fard fi dunya, athari ya maasi juu ya mtu mmoja au juu ya mtu mmoja katika dunia. Je, mtu akifanya maasi, akimwasi Allah subhanahu wa ta'ala na akitenda madhambi hapo ulimwenguni, ana athari gani, matokeo mabaya anayopata? Amesema Sheikh hafidhahullah ta'ala, al-qism al-awwal, kigawanyo cha kwanza, atharul maasi, athari ya maasi ala al-fardi, juu ya mtu mmoja fi dunia, katika dunia. Nafsi yake ana athari gani? Yani ni muhimu sana mtu aelewe haya mambo. Wa hadhihi ba'daha, na hizi ni baadhi zake, na hizi ni baadhi za athari ambazo anazipata mtu mmoja mmoja katika mujtama. Awalan, athari ya mwanzo ambayo anaipata mtu kwa kumwasi Allah na kufanya maasi, annaha tufsidu alqalb, annaha, hakika hayo maasi, tufsidu alqalba, yanafisidi na kuharibu moyo, yanaharibu moyo. Fayadhufu, unadhoofika moyo, fihi, ndani yake, ta'dhimu rabbi, katika kumwadhimisha Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa ile kumwadhimisha Allah inaondoka katika moyo. Fayadhufu fihi ta'dhimu rabbi azza wa jalla, unadhoofika, kunakuwa na dhaifu na unyonge ndani ya moyo katika kumwadhimisha Allah subhanahu wa ta'ala. Fala yakhafu min Allah ta'ala, hogopi kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, au fala yakhafu min Allah ta'ala, au moyo hauogopi tena hofu yoyote kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wala yuraqibu, wala moyo haumchungi Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo ina maana moyo hauogopi tena Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya kutenda maasi. Kadhalika hauchungi tena Allah subhanahu wa ta'ala kwa kumwogopa, kwa sababu unatenda madhambi. Na hii ndio hatari sana. Moyo ukiwa haumwogopi tena Allah, utafanya chochote kile ambacho wewe hutodhania katika akili yako kitafanya. Qala Ibn al-Qayyim, amesema Ibn al-Qayyim Allah amrehemu, inna 'azamata Allah ta'ala, hakika kumwadhimisha Allah aliyekuwa ametukuka, fi qalbi al-'abdi, katika moyo wa mja, taqtadhi, inapelekea kuhukumu, ta'dhima hurmatihi, yani ile kuadhimisha utukufu wake Allah subhanahu wa ta'ala, allati, utukufu ambao, tahulu bainahu wa baina dhunub, huo utukufu, tahulu, unazuiwa, unawekewa kizuizi, ukuta mzito, bainahu, baina yake hiyo kumwadhimisha Allah, wa baina dhunubi, na baina ya madhambi. Mtu akitenda madhambi, kumheshimu Allah na kumtukuza Allah subhanahu wa ta'ala, unakuwa na nini? Kizuizi, na kizuizi hicho kinasababisha nini? Madhambi. Kwa moyo inakuwa haumwadhimishi tena Allah subhanahu wa ta'ala kutokana na madhambi ambayo yanatendwa na mja. Ameyazungumza maneno haya katika kitabu Al-Jawab Al-Kafi. Wakadhalika, na hivyo hivyo, fa inna dhunuba, hakika madhambi, tudhhibu hayat alqalb, madhambi yanaondosha uhai wa moyo, wa ghayratahu, kadhalika madhambi yanaondosha, ay tudhhib ghayrata alqalb, inaondosha ule wivu wa moyo. Wa ghayratahu, kadhalika madhambi yanaondosha wivu wa moyo. Moyo hauna tena wivu wa kumwogopa Allah, moyo hauna tena uhai, moyo umekufa kama jumba bovu kwa sababu ya madhambi. Wa fil hadith, na katika hadithi imekuja, idha lam tastah
idha lam tastahi, ikiwa wewe huoni haya, huoni aibu, fasna' ma shi't, fanya unataka. Ikiwa wewe hustahi, maana yake huna haya, huna aibu, basi fanya unataka. Anai haina maana ni waruhusiwa kufanya kila kitu, maana yake hii ni kukemewa wewe usifanye hayo unayofanya, ni aibu kwako, ni harun alayk. Na hii ni kutokana moyo umekufa kutokana na nini? Adh-dhunubi, madhambi. Wakadhalika, na hivyo hivyo, fa innal maasi, hakika ya maasi, tunakkisu alquluba au tunakkisu alqalba, hakika maasi yanageuza moyo, kwa sababu nakasa maana yake qalabahu ni ile kugeuza. Kwa tunakkisu alqalba, maasi siku zote yanaugeuza moyo kufanya kinyume nyume. Watu zayyihu, kadhalika unaupindisha, kwa sababu zayyagha maana yake ni ile au wajahu, ile kuupindisha, kufanya na upondo, kwa unaupindisha. Falamma zaghu azagha Allahu qulubahum, katika aya imekuja hivyo. Kwa azayg ni ile kupinda, kwa watu zayyihu, moyo, madhambi yanaupindisha moyo. Ndio maana jitu linakuwa jasiri, linakuwa jabari, linaua, linafanya kila aina ya maasi. Fayusbihu alqabihu, inakuwa ovu na jambo baya, ladaihi, kwake hasana, ni jambo zuri, kwa sababu moyo tayari umeshakufa, hauna tena kumwadhimisha Allah subhanahu wa ta'ala kwa sababu ya maasi. Moyo unakuwa mweusi, kwa sababu kila mtu anapomwasi Allah anatiwa kinukta kile cheusi, mpaka ule moyo wote unakuwa mweusi, unakuwa anafanya lolote analotaka. Wal hasanu qabihan, kadhalika linageuka jema linakuwa ovu, kwa sababu kutokana na moyo ushakuwa mwovu. Wal ma'rufu munkaran, kadhalika jambo jema linakuwa ni baya, ni ovu. Wal munkaru ma'rufan, na hivyo hivyo munkar, jambo ovu, maarufa, linakuwa ni zuri kwake, kwa sababu tayari moyo wake umeshakufa kwa maasi, umeshaharibika, kwa lolote anaweza kulifanya. Hatta yusaddaqa fihi qawluhu ta'ala, mpaka inasadikishwa ndani yake kauli yake Allah aliposema, wa taba'a Allahu ala qulubihim fahum la ya'lamun. Wa taba'a Allahu, Allah akaika taba', akaika muhuri, ala qulubihim, katika nyoyo zao, fahum la ya'lamun, haika wao hawafahamu chochote, hawajui chochote. Kwa sababu gani? Katika nyoyo zao zimepinda, na asli ya Allah subhanahu wa ta'ala hakuwapindisha nyoyo zao, isipokuwa ni kutokana na wao kumwasi Allah subhanahu wa ta'ala, kama nilivyosomea aya karibuni hapo sabiqan. Falamma zaghu azagha Allah qulubahum, wakati walipokondoka wakapinda, ndo Allah naye akawapindisha, na baada hapo Allah akatia muhuri katika nyoyo zao. Kama anna dhunuba, kama vile vile hakika madhambi, wal maasi, na maasi, turithu alwahshata, madhambi yanarithisha alwahshata, upweke, fi qalbi alasi, katika moyo mwa mtu anayefanya maasi unaridhisha upweke. Alone wanasema jamaa wa Kiingereza, ule upweke, mtu anabakia alone, anabakia mpweke. Kwa madhambi siku zote, ndio maana mtu yote anatenda dhambi, akishamaliza kutenda ile dhambi anajisikia mpweke, anajisikia mnyonge, anajisikia kujuta, kwa sababu madhambi siku zote ni dhiki, ndugu zangu. Kadhalika turithu alwahshata fi qalbi alasi, unarithisha upweke katika moyo wa asi. Kadhalika wa dhiqi sadri, unarithisha vile vile kuwa na kifua ambacho hakina utulivu, kututulia katika moyo. Sadr ni kifua, lakini usudi ule moyo hauna utulivu. Fi qalbi al-asi kadhalika turithu wa dhiqa al-sadri, unarithisha hayo maasi, kutokutulia kifua. Fayash'uru bihadhihi alwahsha, anahisi kutokana na upweke huu, man fi qalbihi, yale yaliyomo katika moyo wake, anahisi haya wa iman, anahisi yani maisha ambayo ndani yake uhai wake ni
uhai ambao yani una upweke ndani yake, na imani yake ndani yake ina upweke. Wahsha baina al-asi wa khaliqihi, kadhalika anahisi upweke baina al-asi, ile mwenye kufanya madhambi anahisi upweke wa khaliqihi, na muumbaji wake. Anahisi upweke yeye mwenye kumwasi Allah, kadhalika anahisi upweke kwa Allah, anahisi upweke wa bainahu wa baina an-nas, kadhalika anahisi upweke kwa yule mwenye kufanya madhambi baina yake yeye na baina ya watu katika jamii, bali baina yake wa baina nafsi, na baina nafsi yake. Ndio maana anafanya maasi lakini anajilaumu, anafanya maasi anaona aibu, anaona haya, anahisi upweke, mimi kila siku bwana nitakuwa hivi, lakini bado amezama katika maasi. Amma man mata qalbuhu, ama yule mtu ambaye moyo wake umeshakufa, fa innahu haikai qad la yahissu biha, huenda si mara nyingi lakini huenda kwa uchache, huenda kwa uchache, la yahissu biha, asihisi huo upweke, huenda kwa yule nani ambaye moyo wake umeshakufa. Na inawezekana jitu moyo wake lishakufa, lishakuwa asi, lishakuwa nunda, haliswali tena, hafungi yeye, mabangi, masigara, maunga, mapombe na mambo mengineyo katika mambo ya uchafu wa maasi. Basi wewe moyo wako umekufa, ikawa yeye haisi chochote, haisi tena mawaidha wala chochote. Waswahili wanasemaje? Hasikii nini? Hasikii anashota maji msikitini wala muadhini, sio? Yote hasikii. Kadhalika hawa wa Swahiliyun wanasema kuwa sikio la kufa halisikii dawa. Ndio hivyo sasa, maana yake ni moyo umeshakufa, haumtaki tena Allah subhanahu wa ta'ala. Mtu yani mundhu ulid, tokea alipozaliwa, lam yasjud lillahi sajdatan, hajawahi kumsujudia Allah hata sijida moja. Hata Ramadhani basi hata aibu hana kuswali haswali. Basi mtu kama huyu huenda sisi chochote katika moyo wake. Wakadhalika, na hivyo hivyo, fa innal maasi, hakika ya maasi, tuhinul qalba, inatia unyonge katika moyo. Maasi yanatia unyonge sana, ndugu zangu Waislamu, katika moyo. Watudhlimu, kadhalika maasi yanatia giza katika moyo. Moyo unakuwa na giza au unakuwa na giza, kama nilivyowaambia, mithli ya moyo ni kama alqamis alabyad, ni sasa na nini? Kanzu nyeupe. Ukivaa kanzu nyeupe ukaitia wewe girisi, si tayari ushatia ndoa? Basi ndio hivyo hivyo, kila ukifanya maasi kitojo kinaingia, kitojo jeusi, kitojo mpaka ule moyo wote unakuwa maosi, isipokuwa yule ambaye atakayefanya istighfar na at-tauba an-nasuh, basi huyo ndo Allah ataondosha usiku. Fayash'uru fi qararati nafsihi, anahisi fi qararati nafsihi, ndani ya nafsi yake. Ndo qarara maana yake dakhil, fi dakhil, anahisi katika ndani ya nafsi yake. Bidhalam, anahisi bidhalam, anahisi giza. Jamu ya dhulmatu, bidhalam, giza, anahisi giza. Bi'aksi ta'i, kinyume na yule mtu ambaye mwenye kumtii Allah subhanahu wa ta'ala. Yule mwenye kumtii Allah subhanahu wa ta'ala haoni giza, ndio bi'aksi, kinyume na yule ambaye yani mwenye kumtii Allah, yeye haoni giza katika nafsi yake, bali anahisi raha, bali akiswali anapata ladha, anapata pumbao katika swala na katika ibada nyinginezo ambazo anazifanya. Qala Ibn Mubarak, amesema Ibn Mubarak rahimahullahu ta'ala, Allah mrehemu, raaitu, aya mashairi muhimu sana na mashairi maarufu sana. Anasema raaitu dhunuba tumitu alquluba wa qad yurithu adh-dhulla idmanuha wa tarku adh-dhunubi hayatu alqulubi wa khayrun li nafsika isyanuha. Allahu akbar. Raaitu adh-dhunuba tumitu alquluba wa qad yurithu adh-dhulla idmanuha wa tarku adh-dhunubi hayatu alqulubi wa khayrun li nafsika isyanuha. Anasema rahimahullahu ta'ala, raaitu adh-dhunuba, nimeona madhambi, tumitu alquluba,
yanaua nyoyo. Nimeona haya madhambi yanaua nyoyo. Na ni kweli wallahi, wallahi. Sadaqa rahimahullahu ta'ala wa nasaha wa ajada wa afada. Amesema kweli na amenasihi rahimahullahu ta'ala. Asema nimeona madhambi yanaua nyoyo. Wa qad yurithu dhulla, na kwa hakika ya madhambi huenda, hapa anasema litaqlid, lakini hapa anasema litahqiq. Kwa hakika wa qad, kwa hakika yurithu dhulla, ya haya madhambi yanarithisha udhalili. Lakin idmanuha, kudumu nayo hayo madhambi, kudumu nayo haya maasi. Mtu akidumu na maasi atapata udhalili hapa duniani, kadhalika akhira atapata udhalili na kuwa mnyonge na mpwevu, atakuwa hivyo. Wa tarku dhunubi, na kuacha madhambi, hayatul qulubi, huo ndio uhai wa moyo. Kuacha madhambi huo ndio uhai wa moyo. Kuacha madhambi ndio uhai wa moyo. Wa khairul li nafsika, na bora kabisa ya nafsi yako, isyanuha, ni kuyaasi hayo madhambi, ni kuyaacha hayo madhambi, kutokuyafanya. Maana yake isyanu dhunub ni kuacha madhambi, kuyaasi, usiyafanye madhambi. Huo ndio uhai wa moyo. Lakini ikiwa unaendelea katika madhambi, kama tulivyosema kauli Ibn Abbas ambayo ameinukua Imam Ibn Jarir al-Tabari, kadhalika ameinukua Imam Ibn Hajar al-Asqalani katika Fathul Bari, anasema la kabirata ma'a al-istighfari wala saghirata ma'a al-israri. Hakuna dhambi kubwa pamoja na nini? Kufanya istighfari, kutubia kwa Allah. Dhambi lolote lile Allah akusamehe, inna Allah yaghfiru dhunuba jami'an. Kadhalika, lakini hakuna dhambi dogo pamoja na kufanya nini? Kuendelea katika dhambi hilo dogo linakuwa kubwa. Ameleka. Kwa hiyo ndio hivyo, madhambi yanaua moyo. Kwa hii ndio athari mbaya na matokeo mabaya, matokeo hasi wanaita, sio matokeo mabaya ambayo anayapata mwanadamu, mtu peke yake akifanya maasi hapa duniani. Thania, jambo la pili, wa min athari al-maasi, na miongoni mwa athari ya maasi, matokeo mabaya ya maasi, ala al-fardi, juu ya mtu mmoja mmoja, fi dunia, katika dunia, kadhalika al-uqubatu ash-shar'iyya, ni kupata zile adhabu za kisheria. Uqubat, zile adhabu za kisheria atazitaja. Wahia, nazo hizo adhabu za sheria hapa duniani ambazo anazipata ni mwenye kufanya madhambi. Alhududu, ni kupigwa zile alhudud, mwizi, kukatwa mkono na mengineyo. Lakini hii lazima pawe na nini? Dola ya Kiislamu na sheria za Kiislamu zisimame katika mji. Usijichukulie sheria mkononi mwako, la, haifai. Hata katika Uislamu haifai. Lazima hizi sheria zisimamiwe na nani? Alqadhi au alhakim, yeye ndio asimamie haya mambo. Wala si mufti. Mufti kazi yake ni kutoa fatwa. Mambo haya ya nani? Alqadhi, mahkama ya qadhi, yeye ndio tasimamia masuala haya ya nini? Alhudud. Kadhalika wal kafarat, hapa duniani lazima kuna kafarat, kuna kafara. Ataelezea kuna madhambi yakiyafanya itabidi atoe kafara, atoe fidia. Wat-ta'zirat, na kadhalika kuna madhambi mengine akiyafanya mtu atafanywa ta'zirat. Ta'zirat ni kuadhiriwa na kufanywa ihana, yani kutwezwa. Na hii ta'zirat inarudi kwa nani? Alqadhi. Qadhi ndio atakayetoa, afanywe nini? Tena nyingine mpaka auawe, tena nyingine apakwe masinzi. Akishapakwa masinzi apitishwe na vifuu, apigiwe huyo mwizi au nini, ushamama chochote kile, si ndivyo? Kama vile zamani watoto kikojozika kojo nguo kaitia moto kwa vile, yani ile ni ta'zirat, yani kumtweza na kumtia aibu, ndio ta'zirat. Ataelezea. Lakini ile hakuna kikojozika kojoa nguo kaitia moto, na sijui ilikuwa akifanya kisha sijui hakojoi tena au ndo azidi baada ya kukojoa bahari. Sasa baada ya mto wasema timu nyingine ni adabu, unafahamu, wazee wakifanya vile kwa adabu, adhalilisho ilikuwa ni adabu. Timu nyingine kashakuchoka mzee kupiga bakora.
Wa kadhalika anasema wal hudud mithlu hadd az-zina, azitaja sasa al hudud nini? Anasema al hudud mithlu hadd az-zina, ni mfano wa nini? Ile hadd maana yake anofanyiwa mtu anopigwa, yule mzinifu. Imefahamika, mzinifu ikiwa katika ndoa atapigwa mawe mpaka nini? Auawe. Na kama hayuko katika ndoa apigwe vimboko 100. Kadhalika na mithli wa haddil khamri, na ile adhabu ya yule mwenye kunywa tembo. Al-khamri ni ile tembo, adhabu tembo. Tembo haina adhabu, yule mwenye kunywa tembo sharibul khamr kuna adhabu yake, atapigwa yeye naye. Imelekwa atakula mboko naye, mboko na 80 mpaka ache tembo. Mtaacha ndo ataachiwa. Utaacha sawa mpaka ache. Kadhalika wa haddil al-qadhf, kuna haddi ile ya ile ambaye qadhf ni ile mtu ani kumtuhumu mwenzake amefanya nini? Amefanya zina au amefanyiwa kitendo hiyo kinyume cha maumbile, amefanywa liwatu. Hii ndio qadhf. Na kadhalika takula mbongo. Wa amma al-kafarat, ama kafarat faminha, ziko miongoni mwake kafarat, zile kafara ni kama fidia fulani. Kafara asema kafaratu almujami'i zawjatahu, kuna ile kafara yule ambaye mwenye kumuingilia kumfanyia jimaa, tendo la ndoa mke wake, fi nahari Ramadhan, katika mchana wa Ramadhan. Huyu ana kafara yake, na tumeelezea katika vitabu vya siyam katika Ramadhan. Si tulielezea ziko 3 zile. Wakadhalika kafaratu tahara, wakadhalika kafaratu dhihar, kafara ile ambayo mtu anaitoa kwa ajili ya kufanya nini? Dhihar ni nini ya jamaa? Na tulisoma hivi yote, na kumfananisha mtu mama yake na mgongo, kumfananisha mtu mke wake na mgongo wa mama yake mzazi, au mithli ya maneno kama hayo, kana kwamba nini, nakufananisha na mguu wa mama yangu, nakufananisha na ziwa la mama yangu, vitu kama hivyo. Basi huyo ana nini? Ana kafara zake ambazo tulizitaja. Wa amma ta'zirat, ama ta'zirat kuadhirisha na kutia aibu, kama alivyosema Sheikh hapo, fahiya sijin, ni mfano wa nini? As-sijin, kuwekwa gerezani. Hii inarudi, haijatajwa katika sheria. Hii inarudi kwa nini? Kadhi atakapotoa nini? Atakapopendelea yeye kadhi, akaona huyu afanye hivi, ampelekeni gerezani, atawekwa gerezani. Na ndugu zangu Waislamu, magereza haya hayajaanzishwa na koloni. Magereza yako nataka enzi nini? Uislamu, magereza yako. Kuna asijin, si hivyo? Magereza yako, gereza atatoa gerezani. Wal ihana, ndio maana hata yale manani haya majambazi qata'u at-tariq, au qati'u at-tariq au qata'u at-turuq, majambazi haya yana hukumu, aima ahamishwe mji au wawe au aekwe gerezani. Hukumu ngapi? 3 kwa jambazi. Si mwizi, jambazi. Wizi anaitwa lusus, wizi. Haya. Na kuna bwana mmoja leo alikuwa tazungumza, ananiambia, ndugu yangu sikiliza, kwa hii Pemba yetu maisha yalivyo bora haiwezi kushindana na sehemu yote ukitoa Maka. Lakini hii Pemba yetu mtu aibiwa ni yule ambaye hana nyumba. Ukiwa na nyumba mwizi hasa kuingiliwa, sababu hizo wetu sisi mkubu na ndizi. Ushafahamu? Lakini ukiwa na nyumba kweli hasa nyumba, mwizi wa Pemba atakaingia. Ukapiga fence yako, anasema, ngisha ukatia na umeme ule, ataingia kweli? Wizi wa ndizi au na kuku basi hawa, yaani atakukera kweli? Akoya anaibiwa Pemba, sema ni yule ambaye hana nyumba. Kwa sababu nyumba yako iko ndogo, mara kashavunja, mara kashavunja kibanda, mara kashajipenyeza muni, anajipenyeza kuku, kwa sababu nyumba yenyewe ndio hivyo, mwezi kwa ndani na uonekana. Sio hapo, unifahamu kwa jambo liko hivyo. Kwa hiyo kuna gereza. Kadhalika wal ihana, kuna ihana, kumpeza, ndio hiyo kumdhalilisha. Aweza akamtia masinzi, akampitisha na vifuu, konde nzima arandishwa, sieleka, au akavalishwa kipenzi akarandishwa, au akavalishwa seruni akarandishwa, ndio yani wote atakapoamua yule alqawi. Kadhalika kuna wajild, kupigwa mboko, aweza kapiga pia akampiga mboko. Kadhalika kuna wadharbu, ndio kupigwa pia,
walqatl, kuna kuuawa sehemu nyingine, ahyana, wakati mwingine kuna kuuawa. Kama jambazi aweza kaamua uliwe, au mwingine aweza kaamua huyu kwa kitu alichokifanya hakika katika sheria ya dini, yani maana yake hakijatajwa, imebakia katika makosa ni ta'zirat, basi auawe huyu kwa sababu amefanya jambo kubwa sana. Kwa jambo liko hilo. Thalitha, jambo la tatu, al-uqubatul qadariyya, kuna adhabu za kikadar, yani qadar Allah amekadiria. Kuna adhabu nyingine zinatokea kikadar, sio kama hizi qadar, yani Allah amepitisha qadar. Mfano wahia nazo, na hizi ndio hatari zaidi. Wahia, kwa sababu hizi adhabu tulizozitaja, mtu akishaadhibiwa hapa duniani, hizi tulizozitaja, huyo hana nini? Hana tena dhambi kwa lile kosa alilofanya. Yaani maana yake akikutana na Allah haadhibi tena nini? Kosa lile. Hasa hizi adhabu za qadar ni zipi? Ni hizi nazo. Naam, tamam, barakallahu fikum. Kwa kuendelea, barakallahu fikum. Thalitha, jambo la tatu, al-uqubatul qadariyah, adhabu za kikadar. Maana yake Allah kukadiria tuwapata adhabu. Wa hiya nazo ma yusibu al-insana, ni zile ambazo zinazompata mtu mwanadamu fi dini, katika dini yake. Na hii ni hatari sana ndugu zangu Waislamu. Tumuombe Allah atuhifadhi wallahi. Akapata adhabu katika dini yake, Allah akamtahini na dini yake akaritadi, Allah akamtahini na dini yake akatoka katika jadda, Allah akamtahini na dini yake kahaswali tena, au duniahu, Allah akampa mtihani katika dunia yake, kwa riziki yake ni finyu, Allah sitie baraka katika riziki zake, Allah akatia mitihani katika familia yake, akatia mashaka katika familia yake, au kilaihima, au katika wote viwili, katika dini na dunia, ikawa Allah yote akampatiliza, akamtia mtihani. Minal fitani, akamtia katika fitna na dini yake, fitna na familia yake, fitna na jamii yake, fitna na kijio chake, akapata mitihani huyo. Walmihan, kadhalika mitihani. Walibtila, akapata mabalaa na mitihani na majanga. Bisairil masaibi, kwa mitihani tofauti na salia na baki ya mitihani. Ala ikhtilafi ashakiliha, kwa tofauti aina mbalimbali ya mitihani na masaibu ya kidunia, katika dini, katika mijanga mitihani akapata. Kwa sababu gani? Kutokana na madhambi aliyofanya. Tutaona bisababi maasi, kwa sababu ya maasi. Qala ta'ala, amesema Allah alikuwa ametukuka, wala nudhiqannahum min al'adhabi al'adna duna al'adhabi al'akbari la'allahum yarji'un, katika sura as-sajda. Qala al-mufassirun, wamesema wanachuoni wa tafsiri, akiwemo al-Imam Ibn Kathir al-Shafi'i, Allah amrehemu rahmatan wasi'a, wa yani makusudio yake hapa Allah pasema tutaonjesha wao adhabu al-adna, maana yake adhabu ndogo kabla ya adhabu kubwa. Huenda wao wakarejea, wakarudi kwetu, wakatubia. Na hii mitihani Allah anawapa watu ili wakumbuke majanga, si ya corona, majanga si mameli yamezama, majanga si mtu boti zake zimezamba, majanga si katika biashara haendi, haya majanga katika maradhi, majanga katika mitihani, misiba, vifo, nini, ili warejee kwa Allah, watubie kwa Allah. Wamesema al-mufassirun, yani maana yake al-adhab al-adna, adhabu ndogo hapa maana yake masaibu dunia, ni masaibu, ni mitihani ya dunia. Wa aqsamuha, na vigawanyo vyake vote. Wa afatuha, na mitihani yake yote ya ulimwengu. Hii ndio adhabu ndogo ambayo ndio haya majanga yanatupata sisi, tunalalamika ni kutokana na madhambi, machumu ya mikono yetu. Wa hadhihi al-uqubat, na haya uqubati, hizi adhabu lilmuslim, kwa muislamu. Allah anampa mitihani muislamu, imma uelewe, Allah anampa mtihani muislamu imma liraf'i darajat, kwa ajili ya kufanya nini? Kumnyanyua kidaraja. Kwa hiyo usihuzunike timu nyingine unapoa mitihani, kwa sababu Allah atakunyanyua daraja. Anakupa mitihani ya maradhi, mahoma hayaishi katika familia yako, vifo katika biashara yako hayendi, na mitihani mingine, misukosuko mingine. Kama ile hadithi iliyokuja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, hatoacha kuwa mja anapata mitihani katika familia yake, watoto wake, biashara yake, kipando chake, mpaka kutana na Allah aliyakuwa hana nini? Hana dhambi hata moja. Kwa ina maana ni kunyanyuliwa daraja. Au ni takfiri sayiat,
au Allah anampa mitihani mja, pengine amempa maradhi kwa ajili ya kumfutia madhambi. Lakini usilalamike, sharti usilalamike. Ukilalamika hufutii madhambi, bali unapata nini? Unapata madhambi. Kwa sababu kuna baadhi ya madhambi Allah hawezi kusamehe mpaka afanye nini? Yani vitu kama hivi akupe mitihani. Na kuna madhambi mengine ukishaani akupa mitihani ya maradhi anakufutia nini? Madhambi. Na kuna mitihani mingine hata maradhi hayatoshi kufuta madhambi mpaka nini? Kifo. Allah anampa mitihani yale maradhi yake ndio anisawe nini? Kifo, na ndio ikawa sababu ya kufanya nini? Kufutiwa yale madhambi yake, ikawa ndio kafara yake. Au jambo jingine, uqubati ala dhulmihi, temu nyingine anapoadhabu kutokana na dhulma yake anayoifanya katika nini? Katika mgongo wa ardhi. Allah humpa mitihani kwa sababu ya dhulma anayoifanya. Kwa ina maana Muislamu kupata hii majanga, mitihani na biashara, vifo na vitu vingine ni mambo mangapi? Mambo matatu. Ima Allah atakafanya nini? Atakumnyanyua daraja, au anamfutia madhambi yake, makosa yake, au ya tatu amefanya dhulma, amefanya dhambi, ndio Allah afanya nini? Anampatiliza na yeye. Waqala ta'ala, akasema Allah alikuwa ametukuka, wama asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an kathir. Anasema Allah, wama asabakum, na nyinyi hamupatwi min musibatin, na musiba wowote, hamupatwi na mtihani wowote, balaa yoyote, majanga yoyote, basi fabima kasabat aydikum, ni kutokana na machumo ya mikono yenu, madhambi yaliyochumwa na mikono yenu. Wa ya'fu an kathir, na Allah anasamehe madhambi mingi. Allah anasamehe madhambi mingi. Kwa hiyo hayo ndio ambayo ni ukubati ambazo anazipata mwanadamu za qadar, na hizi ndio hatari zaidi. Kadhalika kumalizia anasema, wa min athari al-maasi ala al-fard, na miongoni mwa athari ya maasi kwa mtu mmoja mmoja fi dunia, katika dunia. Qala ibn Abbas, amesema Ibn Abbas, hibru hadhihi al-umma, mwanachuoni wa umma huu, inna lisayyiati, hakika yana madhambi, sawadan fil wajhi, mtu kuwa mweusi katika uso. Madhambi yanatia weusi hapa duniani, jitu linakuwa jeusi baya, jisu baya la tisha kweli kweli kwa sababu ya madhambi. Wa dhulmatan fil qalbi, na kuwa na giza katika moyo. Hapa duniani moyo wako unakuwa na giza. Wa wahnan fil badan, kadhalika anakuwa na wahn, anakuwa na unyonge na udhaifu katika kiwiliwili. Wa naqsanan fil rizqi, kadhalika riziki yake inakuwa na upungufu, riziki yake inakuwa na tabu kutokana na madhambi anayofanya. Kila ukitenda madhambi na riziki inakuwa finyu, inakuwa ngumu sana riziki kwa sababu ya maasi. Hapa ameandika wa ba'da, lakini itakuwa Allahu aalam, wa bughdan, na kuchukiwa fi qulubil khalqi, katika nyoyo za waja. Hata waja, yani sisi watu tutakuwa tuchukiana kwa sababu ya maasi. Allah anatia chuki baina yetu kwa sababu ya maasi ambayo yanatendwa katika jamii. Kwa maasi yana hatari sana ndugu zangu Waislamu. Mtu mmoja katika jamii ambayo atenda maasi, tutakuja kuona anavyoirejesha jamii nyuma kwa sababu ya mtu mmoja. Tutakuja kuona inshallah, kwa sababu ya mtu mmoja tu anafanya maasi katika mujtama, katika jamii, anairejesha jamii yote nyuma. Kwa yote ambayo yanatufika udhalili na maisha kuwa magumu, yote ni kutokana na maasi ambayo tunatenda katika mikono yetu. Tunamwomba Allah tusamehe dhambi yetu na makosa yetu, na tujalie mwisho mwema. Allahu aalam. Tafikia hapa. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu